mfumo wako wa mwili unapoanza ku-upgrade na kutengeneza mfumo mpya wa fahamu, huwa kuna dalili ya kushangaza kidogo inatokea. Inaweza ikatokea mara kadhaa, lakini ni halisi. Kama strange hivi, like myth, sio myth, ni kitu halisi, wala sio kitu cha kufikirika. Usije ukajiona kama umekuwa chizi, vitu vinakutokea vieleweki. Sasa nataka nikupe uthibitisho kuona kwamba ukiona hiyo dalili, jua kwamba mfumo wako wa mwili sasa una upgrade. Kumbuka sisi wanadamu ni viumbe vya umeme na sumaku, yaani mwili wetu umejaa electromagnetic waves. Sasa hilo ndio umbile letu kuanzia kule ndani kusikoonekana, ambako kunajidhihirisha katika mwili. Sasa ushahidi ni kwamba mwili wenyewe umejawa na umeme, ni umeme mtupu mwili. Your body is full of electricity, na kila sehemu katika mwili wako imeunganishwa na huo mfumo wa umeme. Ndio maana unaweza kuona kuna wakati mwili wako unaweza kupigwa shoti, labda unaweza kukaa vibaya, unaweza ukawa umekaa katika mkao mbaya, umekamata zile circuits, ndio hizo tunasema nerves, neva za fahamu, unakuta unapatwa na ganzi. So umeona, unaweza ukajishika hapa kwenye tumbo ukasikia mshtuko hapa juu kwenye bega kwa mfano. Maana kuna muunganiko ile sehemu uliyogusa na hiyo sehemu ambayo unasikia maumivu. Sio ajabu, sio jambo la kushangaza, ni jambo la kibiolojia kabisa na fizikia kwamba sisi wanadamu ni viumbe vya umeme. Kwa hiyo nafsi yako inapo upgrade huwa inakuja kujidhihirisha katika mwili wako. Sasa mfumo wa mwili huu ambao uko nao ni kama nyumba. Chukulia mfano, nyumba yako ndio mwili wako na mfumo wako wa neva ni kama mfumo wa umeme wa nyumba. Alafu kama ile nyumba ulipoijenga haukuwa na uwezo wa kununua nyaya zile ya mfumo wa umeme ambao ni imara zaidi, ukanunua vya bei rahisi. Matokeo yake baada ya muda mfupi zile nyaya zikawa kwanza zilikuwa ni bandia, alafu zinapata moto kwa haraka na zikaweka kwenye nyumba yako kwenye hatari ya kuungua. Alafu anakuja mtaalamu anakwambia badilisha hii. Na tukio moja linatokea, unaona kwenye ukuta pale kama moto shoti inapiga mpaka ukuta umeanza kuungua, unasema natakiwa nibadilishe. Kwa hiyo unabadilisha mfumo wa zamani wa umeme unaleta mfumo mpya. Wakati wa mabadiliko, unapobadilisha pale kuna mabadiliko yanatokea. Sasa ndivyo ilivyo sisi wanadamu. Tunapokuwa katika maisha, ukuaji wetu, yale maumivu tunaopitia kwa sababu tunakuwa katika mazingira ambayo yanatuweka katika hali ya chini, hisia za chini. Mara nyingi asilimia zaidi ya 85 ya wanadamu wamepitia mazingira ya unyanyasaji katika ukuaji wao. Kwa hiyo inakuwa inafanya mfumo wako wa fahamu unakuwa umelemewa. Kwa sio kama nyaya sasa, kwa maana kwamba mfumo wenyewe wa fahamu system zake zilivyo wiring kuanzia kwenye ubongo mpaka kila sehemu inavyotilika kwenye mwili wako inakuwa zimezoea maumivu, zimezoea hali ya chini, zimezoea drama, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuwa kwa kifupi ni low vibrational being. Unakuwa ni kiumbe ambaye mfumo wako wa fahamu sivyo vile unavyotakiwa kuwa. Na ndio maana kuna wakati kwenye akili unataka kuwa mtu wa namna fulani, alafu kwenye uhalisia unakuwa tofauti. Na ndio hapa kuna watu wengine pia huwa wanafeki. Anataka ajionyeshe vile alivyo na vibe, amechangamka na nini, lakini kiuhalisia anapotulia mwenyewe anaona ile kitu haipo, anarudi kwenye default katika hali ya kawaida ya mfumo wa fahamu never. Na ukifuatilia vizuri utagundua kuna wakati unaweza ukajisisimua ukapandisha juu sana furaha yako, labda umeangalia game fulani unaoipenda, timu unaoipenda, labda ikapata ushindi mkubwa, unaenda juu, alafu baada ya muda inarudi chini sana, unakuwa mzito, ndo labda utatafuta kiburudisho kingine sasa ili angalau urudi katika hali ya kawaida. Sasa ni mfumo ambao hauko stable. Mfumo wa zamani wa fahamu uliokuwa nao hauko stable. Sasa huwezi kubadilisha nje tu, badiliko linaanzia ndani. Kwa nafsi yako inapoanza kukua, ni jambo la asili linatokea. Kwa hiyo kama umekusudiwa kufikia viwango vyako vya juu katika wakati huu tuliopo katika hii sayari dunia, ili badiliko litaanza kutokea ndani yako katika nafsi. Utakuwa unajua, wakati mwingine utakuwa unatambua kwa umbali, unahisi kama kuna badiliko lakini hujui.
Sasa taratibu litaanza kujidhihirisha katika mwili wako. Kwa hiyo mfumo wako wa mwili utaanza kubadilika. Utaanza kuona namna unavyojisikia ni tofauti, inaanza kukusogeza kutaka kubadilika kwa sababu nafsi yako inataka kukua. Sasa pale kuna mawili. Unaweza ukadumaa, unaweza ukakwepa, ukatafuta njia mbadala. Kwa sababu kumbuka, katika hili badiliko kunabadilisha mambo mengi kuhusu wewe, ikiwemo watu wanaokuzunguka, ikiwemo mambo ambayo ulikuwa umeyazoea na kuyajua. Kwa kuna wakati unaweza ukaleta resistance, ukapingana na ile. Kwa ukipingana unakuwa unaishi katika conflict. Kuna watu wengi wanaishi katika hiyo cognitive dissonance, wa saikolojia wanaita, kwamba unakuwa mgawanyo wa uhalisia na fikra. Kuna aina fulani ya maisha ambayo iko ndani yako, unaiona, unaitaka kuwa, lakini uhalisia wako haukuruhusu kuwa hivyo. Kwa unakuwa unaishi katika ulimwengu wa aina mbili kwa wakati mmoja. Sasa kwa wale ambao una embrace, unakumbatia yale mabadiliko, unaanza kufuata moyo wako, unaanza kufanya vitu unavyovipenda hata kama ni tofauti, hata kama ulikuwa hujavizoea, hata kama vitakufanya uonekane kidogo tofauti na wengine, lakini unakumbatia hiyo, utaanza kuona badiliko lako linakuwa dhahiri. Na wakati huu tunaona watu wengi sana wakipata ile badiliko. Kwa sasa kadri unavyoendelea, sasa ndio hii pia inaambatana na safari ya uponyaji. Kuna wengine wanakuwa wameshaanza safari ya uponyaji pasipo kujua. Kwa hiyo unapokuwa umeanza ile safari, inaenda kukusaidia mfumo wako wa fahamu. Kwa mfumo wa fahamu, kama umeendea safari yako vizuri, sababu safari ya uponyaji unaweza kaifanya wewe mwenyewe. Kama utapata maongozi sahihi, utakuwa unajua namna ya kufuata ishara kutoka katika mwili wako na nafsi yako. Unaweza kaiendea, ingawa kwa ugumu kidogo. Ukipata mwongozo kama ambao mimi naufanya kwenye program na uzifanya, inakurahisishia. Ndio maana watu ambao wana join darasa langu wanaona mabadiliko makubwa, hata watu wengine wanawashangaa kwamba mbona umebadilika hivi? Lakini kuna structure ambayo nimeitengeneza kutokana na uzoefu niliopitia na ufahamu ambao utakuongoza wewe hatua kwa hatua, slowly, kufanya ile badiliko la nafsi katika moyo wako, alianze kuonekana katika mwili wako, na nuru yako sasa ianze kuangaza kwa usahihi. Kwa hiyo mfumo wako wa fahamu unapobadilika kutoka katika ule mfumo wa zamani kuja katika mfumo ambao umekuwa upgraded zaidi, mfumo bora zaidi, mfumo uliofunguka zaidi, kunaanza kuwa na collision. Kwa maana kunakuwa na short circuit, kwa sababu zinakuwa zinafunguka kidogo kidogo, taratibu taratibu, kutoka ndani kidogo kidogo, kwa sababu kumbuka umeme ulio katika mwili ni mkubwa sana. Kwa kidogo kidogo, sasa katika kule kufunguka, na kwa sababu hujafahamu, hujatengeneza structure vizuri, na kumbuka pia hata uponyaji sio straight line, sio jambo lililonyooka. Kwa hiyo kuna wakati kunakuwa na collision kati ya mfumo wa zamani na mfumo mpya. Kwa hiyo moja ya dalili utakayoiona, hii nguvu ya umeme iliyo ndani yako haishi tu kukuathiri wewe. Kuna wakati utakuwa na ganzi sana na unajisikia uzito, mwili wako unapata moto. Hiyo dalili ya kwanza. Lakini dalili ya pili ambayo unasema strange, inaenda kuathiri mpaka vitu vya umeme vinavyokuzunguka. Unaweza ukashangaa switch zako zinapiga shoti ghafla. Umenunua kifaa cha umeme kinapiga shoti ghafla. Umechukua simu yako iko vizuri na shida yote haijaanguka, haijafanya nini, inapata glitch. Ina stuck to from nowhere. Na hasa mara nyingi pale kunapokuwa na ule mgongano ule wa haraka. Kwa maana kwamba labda unaendelea na safari yako katika utulivu, kuna mambo unayafanya ya kurejesha nguvu zako, ya kuongeza nguvu zako na nini, alafu kinatokea kitu kingine cha kukukwaza, unakuwa kwenye conflict. Yanatokea mazingira ya zamani. Unavyogongana katika mfumo wako wa fahamu, kuna cheche zinatokea au uzioni, lakini katika mfumo sasa usionekana, electromagnetism inaenda kuathiri vitu vya umeme ambavyo vimekuzunguka. Kwa utashangaa tu vitu vinazimazima na nini, it happen. Na hata pia na kingine sasa, kama pia umeweza ku-own nguvu zako, nguvu yako ijapo uone, lakini ile nguvu inakuwa ina kuzunguka. Inapotokea umekutana na mtu au umeenda mazingira ambayo kuna nguvu kinzani, kuna watu wenye nguvu hasi ambayo iko chini, ambayo inakinzana na nguvu yako, yaani nguvu yako haiflow vizuri, mfumo wako umeme ambao umeshatoka nje hautiririki vizuri. Ukikutana na mtu ambaye hautiririki vizuri kwenda kwake, ina maana hakupokei wewe vizuri, anakushangaa, na mbaya zaidi ana nguvu nyingine ambayo ni hasi. Mnavyogongana utaanza kuona kuna vitu vina misbehave, vitu vya umeme, vifaa vya umeme vinavyokuzunguka vina misbehave. Ukiona hiyo usishangae, iko ni kitu cha kawaida. Wewe binadamu na mwili wako umetengenezwa na umeme na sumaku. That's normal. Kama uko tayari kujiunga na grupu la uponyaji, nimeshaanza kupokea wanafunzi wale ambao wako tayari kulipia ada. Tunaanza tarehe 4.
na darasa sio kwa ajili ya watu wengi, ni kwa ajili ya watu wachache. So uwe sehemu